Abu Shama na walaumu watu kama Yusuf Diwani ananyoa ndevu. Sababu Yusuf Diwani zikianza kutao azipiga upara, abaki na upara kwenye kidevu na usio wanaume. Kwa hiyo maneno bwana Yusuf bin Diwani hayataki kuchukuliwa sababu ni mzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana tunayaradi maneno yake ambayo yamejengeka juu ya misingi mibovu ya uzushi na uongo. Lakini sasa katika maajabu ya ajabu zimewashinda hizo sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakazua mengine. Sasa kuna baadhi ya mambo ni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wakati huo ni mambo ya wajibu ambayo wameyakhalifu wengi katika ndugu zetu na wengineo katika Waislamu, wakachukulia kwamba ni jambo la kawaida. Si sunna tu hii, ukitaka wafanya, usipotaka usifanye tu, hauna dhambi usipofanya. Wakalichukulia jambo ni hayyin, wanailainisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano jambo la kuachia ndevu, kwa mwanamume kuzifuga ndevu, hii ni sunna ambayo ni wajibu kwa mwanaume, ni lazima afuge ndevu zake, haruhusiwi kuzinyoa ndevu hizi. Na maamrisho ya kuliamrisha hilo yamekuja mengi katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zimekuja hadithi wafiru liha wa qassu shawarib, achieni ndevu na punguzeni sharubu. Na tunavyofahamu sisi hii ni amri ya wujub, kwa sababu hao wanasema watu wa usul, al-amru yaqtadi al-wujub, amri siku zote inapelekea na inahukumia katika uwajibu, isipokuwa zikija ishara na qara'in za wazi za kuonesha kwamba hii si jambo la wajibu. Na kuna misingi maalumu ya kuwajibisha jambo wameiweka watu wa usul wa ilmu ya usul, ambayo inafahamika kwa watu wenye maarifa na mambo haya. Na ndio maana al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari kitabu al-Libas, alipokuwa akielezea hadithi hii wafiru liha wa qassu shawarib, akazungumza maneno haya, akamnukuu al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala baada ya kutaja khilafu za wanawazuoni kuhusu kuzishika ndevu na kuzipunguza sehemu katika ndevu baada ya kuzikamata mkamato wa kiganja. Kuna khilafu baina ya ahlul ilmi. Akasema hivi, akamnukuu Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala shaykhul madhhab. Sasa uje umkatae kama Imam an-Nawawi hapa kachucha au kadha na kadha, tuone. Imam an-Nawawi anasema hivi, wal mukhtaru, katika kitabu chake hicho Fathul Bari amemnukuu Imam Ibn Hajar, anamnukuu mwamba mwenzake Imam an-Nawawi. Hao ndio miamba sasa, sio wale Waarabu machokorao wanatuletea na Waswahili wenzako hao kwambia mwamba huyu anasema. Miamba ndio hii. Sasa isikilize, wal mukhtaru tarkuha ala haliha, na iliyochaguliwa, kauli yenye kuchaguliwa ni kuziacha juu ya hali yake pasi na kuzigusa. Wa alla yata'arrada laha bitafsirin wala ghairi, na wala asiingilie mtu katika ndevu hizo kuzipunguza wala kingine katika kuzifanyia chochote, iwe kwa kuzipunguza au kwa kuzinyoa, haitakikani. Kadhalika akamnukuu mtu mmoja anaitwa Abu Shama. Imam Ibn Hajar nenda kaangalia katika Fathul Bari kitabu al-Libas, Abu Shama na walaumu watu kama Yusuf Diwani ananyoa ndevu, sababu Yusuf Diwani zikianza kuota azipiga upara, abaki na upara kwenye kidevu na usio wanaume. Haitakikani mwanamume sawa sawa anaachia ndevu zake, na huo ndio Uislamu unavyotaka pia. Asema waqad hadatha qaumun yahliquna lihahum, na hakika wamezuka watu ambao wanazinyoa ndevu zao. Wa huwa ashaddu mimma nuqila 'anil majus, nalo ndio jambo baya zaidi miongoni mwa yale yaliyonukuliwa kwa Majusi. Annahum kanu yaqusunaha, kwamba wao walikuwa wakizipunguza ndevu hizo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha wafiru liha qassu shawari, cha kupunguza ni sharubu sio ndevu. Kwa hiyo wewe bwana Yusuf Diwani utaki kunyoa hizo ndevu. Kisha akamnukuu tena Imam an-Nawawi, waqala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam an-Nawawi sikiza anapozungumza sasa ni nani anaruhusiwa kunyoa ndevu. Yustathna min al-amri bi'ifa'i liha, na inavuliwa hukumu hii, inavuliwa katika amri ya kuachia ndevu na kuzifuga, ma law nabatat lilmar'ati lihyatun, kwa sifa lau kama ingekuwa zimeota kwa mwanamke ndevu, mwanamke akiota ndevu anaruhusiwa kuzinyoa. Fa innahu yustahabbu laha halquha, hakika ni mustahabu kwake yeye kuzinyoa, yapendeza pale kuzinyoa. Wakadha, na kama hivyo hukumu ni hiyo, lau nabata laha sharibun au anfaqatun, lau kama zingeota kwake yeye sharubu mwanamke huyo, au anfaqatun, au kionja mchuzi, yani ndevu za chini ya mdomo hapa,
hizo ataruhusiwa kuzinyoa mwanamke, lakini si mwanamume. Mwanamume hana sifa ya kunyoa ndevu. Sasa nyinyi ni nani aliyewaruhusu kunyoa ndevu? Shekhe mzima asimama mimbar, asimama kwenye khutba, kwenye mihadharat, kanyoa ndevu. Si heshima ya mwanamume kwanza hii, wala si katika sunna, bali ni katika mambo ambayo mtu akifanya apata madhambi kwa sababu ya amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ni nani aliyewaruhusu hii tabia? Hali ya kuwa ni tabia, washatuambia ni tabia ya majusi ndio wanaofanya kazi hiyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema khaliful mushrikin wafiru liha wa a'fu sawarib, wa khalifuni washirikina, asiachieni ndevu, yapunguzeni sharubu. Ndio amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa nyinyi nani kawaruhusu katika salaf? Ni nani salafi huyo aliyekuwa ananyoa ndevu kwanza au aliyezinyoa? Sasa zimewashinda sunna, mkaangamiza watu wanaozitekeleza, alafu hapo hapo mpata madhambi. Lakini pia mwaona watu wa sunna ni watu wabaya. Sasa kwa mtazaka ndevu yake yaye na yachukia kama nini? Wachukia kuhusu nini wewe? Mtu atakeza Uislamu wake sahihi, wewe wamchukia.